Okay. Tuko sawa, tunaenda sasa kuanza vizuri na Mungu ni mwaminifu kabisa katika jina la Yesu aliye hai. Nataka leo tujifunze siri iliyofichika katika ardhi. Siri iliyofichika katika ardhi. Kwa wale ambao tumeanza kujifunza pamoja katika mtandao wa kijamii, wale ambao tumeanza kujifunza pamoja katika mtandao wa kijamii, nimefundisha, niko katika sehemu ya 4. Niko katika sehemu ya 4. Siri iliyofichika katika ardhi. Ardhi imebeba asili yako ya rohoni imebebwa katika ardhi, na watu wengi huwa hawajui ya kwamba ardhi katika ulimwengu wa roho, ardhi imebeba asili ya rohoni, na wengi wanashughulikiwa maisha yao kwenye biashara, kwenye uchumi, kwenye familia, kwenye ndoa, lakini watu wengi vifungo wanavyopitia vimeanza kwenye ardhi katika ulimwengu wa roho. Vifungo vingi watu wanavyopitia vimeanza kwenye ardhi katika ulimwengu wa kiroho, na nataka nifundishe leo asili yako ya rohoni imebebwa kwenye ardhi katika ulimwengu wa roho. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya 2 mstari ule wa 7. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Maandiko yanazungumza na kusema ya kwamba Mungu akamuumba mtu kwa mavumbi ya ardhi. Mungu akamuumba mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwa tunaanza kuona ya kwamba kuna mahusiano kati ya mtu na ardhi katika ulimwengu wa roho. Kuna mahusiano kati ya mtu na ardhi katika ulimwengu wa roho. Ndio maana mchawi akitaka kukuroga huwa anachota ardhi pale ulipokanyaga, anaenda kutamka mtu huyu apate magonjwa, mtu huyu apate presha, mtu huyu apate kisukari, mtu huyu apate matatizo, maana wanajua kuna mahusiano kati ya mtu na ardhi katika ulimwengu wa kiroho. Asa leo ninafundisha, watu wengi wanapita kwenye mapito, lakini kilichorogwa ni ile ardhi unakoishi. Watu wengi wanapita kwenye mapito, kilichotamkiwa mabaya ni kwenye ile ardhi unayokaa au unayoishi katika ulimwengu wa roho. Mchawi akitaka kukufunga kwenye familia yako, akitaka kukufunga kwenye familia yako, akitaka kukufunga watoto wako, anaroga kwenye ile ardhi unayoishi au unayokaa katika ulimwengu wa roho. Wakitaka kuharibu biashara yako katika ulimwengu wa roho, wanaroga kwenye ile ardhi unakoishi au unakokaa katika ulimwengu wa roho. Sasa leo nataka tujifunze kwamba watu wengi hauwezi kufanikiwa kama haujashughulikia ardhi katika ulimwengu wa roho. Hauwezi kufanikiwa kama hujaishughulikia ardhi katika ulimwengu wa roho. Tunaanza somo letu la leo, kiapo cha damu. Kiapo cha damu kilichobebwa katika ardhi. Kiapo cha damu kilichobebwa katika ardhi. Wewe uliye katika mtandao wetu wa kijamii, ni wakati tunaenda kujifunza kwamba kiapo cha damu kilichobebwa katika ardhi katika ulimwengu wa kiroho. Ardhi inabeba damu. Ardhi inabeba damu. Na hapa leo nitafundisha kwamba kazi ya ardhi huwa ni kubeba vitu vya rohoni. Kazi ya ardhi huwa ni kubeba vitu vya rohoni, na kitu kimojawapo kinachoweza kubebwa katika ulimwengu wa roho, damu inanena kwenye ardhi. Ndio maana maeneo wanayopata watu ajali, hayo maeneo moja kwa moja watu watapata ajali eneo lile. Kama mtu anaweza akapata ajali moja kwa moja katika ulimwengu wa kiroho, ilo eneo lisipofanyiwa ibada, ilo eneo lisipoombewa, watu wataendelea kufa katika ilo eneo. Kama mtu amepata ajali ya toyo, ilo eneo lisipoombewa, moja kwa moja watu wataendelea kufa kwenye ilo eneo. Ndio maana kwenye ardhi, mahali popote we ni barabarani, basi kaanguka, baada basi kuanguka, damu ikamwagika ile eneo, damu ikavuja lile eneo, ilo eneo litakuwa watu wanapata ajali pale pale. Tasikia tu
fulani amepata ajali, yuko sehemu fulani, fulani amepata ajali, ni kwenye eneo lile lile. Kwa nini nafundisha mambo haya? Ardhi inaweza kubeba damu, au ardhi inaweza kubeba kiapo cha damu katika ulimwengu wa roho. Ardhi inaweza kubeba kiapo cha damu katika ulimwengu wa roho. Na kwa nini sasa ardhi katika ulimwengu wa roho inaweza kubeba kiapo cha damu katika ulimwengu wa kiroho? Kwa hiyo mtu anapokufa au anapomwaga damu sehemu fulani, au ajali katokea sehemu fulani, ilo eneo katika ulimwengu wa roho litaendelea kudai damu, litaendelea kudai damu katika ardhi. Sasa watu wengi hawajui siri hii. Unajikuta mtu tu yupo ajui kwamba ardhi inadai damu. Na leo nataka tujifunze, wewe niangalia kwa njia ya mtandao, nataka tujifunze kwa nini ardhi idai kwa ajili ya damu. Kwa nini ardhi ijai kwa ajili ya damu? Damu inapomwagika kwa ardhi, hiyo ardhi inakuwa inanena, kwa nini mimi mtu nife? Kwa nini mimi niteswe? Kwa nini mimi niangamie? Kwa nini niwe hivi? Hebu tuangalie kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile, kitabu cha Mwanzo sura ile ya 4. Ardhi inadai, damu inanena kwenye ardhi katika ulimwengu wa kiroho. Damu inaweza kunena katika ardhi katika ulimwengu wa kiroho, ikanena vita, ikanena uharibifu katika ulimwengu wa kiroho. Hebu tuangalie katika Mwanzo sura ile ya 4, na tuanze kuangalia kwa habari ya Kaini na Habili katika ulimwengu wa roho. Kwa habari ya Kaini na Habili katika ulimwengu wa roho, Mwanzo sura ya 4, na tutaanza kuangalia mstari ule wa kwanza. Mwanzo sura ya 4 tunaanza kuangalia kuanzia mstari wa kwanza pale, tunaona mpaka mstari wa 10 kwamba ardhi inaweza kubeba kiapo cha damu. Ardhi inaweza kuchukua kiapo cha damu, kwamba ikabeba damu. Na hapa anapofundisha sio damu tu ya mtu aliyepata ajali, sio damu ya mtu tu aliyopata ajali. Hata mtu akiuawa kwa njia ya uchawi, kwa njia ya magonjwa, kwa njia ya kunigwa, kwa njia ya kutekwa, kwa njia ya kufanyiwa matukio yoyote mabaya, yale mashtaka, damu yake huwa inanena kwenye ardhi. Damu huwa inanena kwenye ardhi kwa sababu uhai wake huwa unanena kwenye ardhi. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 9, tuanzie mstari wa 9 kwanza tuweze kujua damu ni nini. Mwanzo sura ya 9 mstari wa 2, damu inayonena katika ardhi. Mwanzo sura ya 9 mstari wa 2, kila mnyama katika nchi ataogopa ninyi na kwa hofu, na kila ndege wa angani pamoja na vitu vyote vilivyojaa katika ardhi, na samaki wote wa baharini vimetiwa mikononi mwenu, na kila kitembeacho juu ya nchi, vimetiwa mikononi mwenu. Tunaendelea kuangalia, Biblia inaendelea kusema kwamba katika mstari ule Mwanzo sura ya 9 mstari wa 2 anasema vitu vyote vimetiwa katika mikono yenu na kila kitambacho katika nchi. Na anaendelea kusema Mungu kwamba kwa habari ya agano, Mungu anamwambia Nuhu kwamba wanyama wote utakula, lakini utapochinja wanyama hao damu nitaitaka, maana ni uhai. Kwa hiyo damu ya mtu ni uhai wa mtu. Sasa anafundisha katika ulimwengu wa roho, kwa nini kwenye ardhi damu inaongea kwenye ardhi, damu inasema kwenye ardhi. Kwa yoyote anayeuawa kwa kuonewa, kwa kufanyiwa, kupigana vita labda na falme za kichawi, kupigana vita labda na falme za miungu, ile damu inanena kwenye ardhi, ile damu inatamka kwenye ardhi. Kwa nini ni uwawe? Kwa nini? Kuna watu imefika kipindi wanatoa mimba. Unapotoa mimba, ile damu ya ule mtoto inanena kwenye ardhi. Kuna watu nafika kipindi wanaua wenzao kwa ajili ya mashamba, wanaua wenzao kwa ajili ya mali. Mtu anapouawa yoyote, ile damu yake huwa inaongea kwenye ardhi, ile damu yake huwa inasema kwenye ardhi. Kwa nini ninachotaka kufundisha katika ulimwengu wa roho, kwamba damu inapotolewa damu ya mtu yoyote huwa inasimama kwenye ardhi.
inaanza kunena, kwa nini ni uwawe? Kwa nini nifanyiwe hiki? Kwa nini tendewe hiki? Kwa tunaanza kuangalia sasa. Hebu tuangalie kwa kitabu cha Mwanzo sura ile ya 4. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4. Tunaona kuna mtu anaitwa Habili na kuna mtu mwingine anaitwa Kaini. Hawa walikuwa ni ndugu. Kaini na Habili walikuwa ni ndugu. Lakini pamoja Kaini na Habili walikuwa ni ndugu, huyu Kaini alikuwa ni mtu ambaye anampenda Mungu kuliko Habili. Kaini siku moja akatamani kwenda kumtolea Mungu sadaka na ndugu yake Habili. Nini kilitokea baada ya Kaini na Habili kwenda kutoa sadaka? Biblia inasema kwamba Kaini akatoa sadaka iliyokataliwa na Mungu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari ule wa 5. Bali Kaini hakutakabali sadaka yake. Kaini akaghadhabika uso wake, akakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Kwa nini uso wako umekunjamana? Kwa maana ukitenda vyema utapata kibali, usipotenda vyema. Kaini akamwambia ndugu yake, twende uwandani. Ikawa alipokuwapo uwandani, Kaini akamwinukia Habili nduguye, akamuua. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi nabii? Yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui mimi, na wala mimi sio mlinzi wangu. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanyililia kutoka ardhini. Sauti ya damu ya ndugu yako inanyililia kutoka ardhini. Kwa tunaanza kupata picha, damu inaweza kuongea katika ardhi. Damu, mtu anapouawa au anapofanyiwa firigisu yoyote akauawa, huwa damu yake, kinachonena katika ulimwengu wa roho ni damu yake kwenye ardhi. Kuna watu wameuawa kwenye maboma kwa ajili ya kutaka mashamba, kwa ajili ya kutaka mali. Ile boma unapoingia, wameenda kununua vizuri, lakini katika ulimwengu wa roho, yule mtu anapouawa, ile damu yake inaongea kwenye ardhi. Kwa nini mimi niuawe? Kwa nini mimi nife? Kwa nini wametoa uhai wangu? Kwa nini wameniua? Ile sauti ya damu inalia kwenye ardhi katika ulimwengu wa kiroho. Sauti ya damu inalia kwenye ardhi katika ulimwengu wa kiroho. Kuna watu leo unafika kipindi wanapanga vikao kwamba twende tumuue fulani. Labda ni wachawi, wanamuua fulani, wanamtengenezea magonjwa, wanamtengenezea roho za mauti, wanamtengenezea roho za uharibifu. Lakini anapokufa mtu yule, sauti ya damu yake inalia kwenye ardhi. Kwa hiyo kitu cha kwanza kinachodai mashtaka kwamba kwa nini mtu huyo uwawe, kwa nini nafsi yangu iwawe, kwa nini mtu huyu damu yake mwagike, kwa njia yoyote ile mtu anapoua, ardhi ndio inabeba mashtaka kwenye ulimwengu wa roho. Ardhi ndio inadai kwenye ulimwengu wa roho. Ardhi ndio inasema kwenye ulimwengu wa roho. Na ndio maana nafundisha masomo haya, sio kwamba ni kwa nia mbaya. Watu wengi wameenda kununua eneo, lakini unashangaa ndio ilikuwa chanzo cha kuharibikiwa maisha yako. Kuna watu wamenunua eneo kwa pesa yako mwenyewe, lakini mwambie mwenzako, kwa hiyo ardhi hapo chini inanena nini? Kwa hiyo boma hapo chini, hiyo ardhi inanena nini? Kwa hiyo eneo unanunua hapo chini inanena nini? Unaweza ukanunua, lakini kuna mtu alizulumiwa, kuna mtu alifanyiwa visa, kuna mtu alishambuliwa kwenye ulimwengu wa roho, kuna mtu alifanyiwa matukio mabaya. Damu inaongea kwenye ardhi. Kwa nini mimi niuawe? Kwa nini waniue kwa ajili ya shamba langu? Kwani hamna watu wanaouana kwa ajili ya mashamba? Hakuna watu wanaouana kwa ajili ya mali. Kwa hiyo anapolala mtu huyu, ile damu inazungumza, ile damu inaongea kwenye ardhi, ile damu inatamka kwenye ardhi kwamba nimeonewa mimi, nimeuawa mimi. Kwa hiyo wewe unapoenda kununua lile eneo, haujui chochote. Unaenda unanunua tu eneo, unaanza ujenzi wako, shusha material, watu waje wajenge, ita mafundi waje wajenge, lakini chini ya ardhi
kuna mtu damu yake nalia. Chini ya ardhi kuna mtu anasononeka, yani mimi watoto wangu kabisa wameniua apate shamba hili, yani mimi ndugu yangu kabisa ameniua nipate shamba hili. Kwa hiyo unajikuta unaenda kujenga eneo, unajikuta unaenda kutengeneza maisha kwenye eneo, unakuwa ni mtu wa vita, unakuwa ni mtu wa changamoto. Tangu ingie kwenye ile eneo umekuwa wewe ni mtu wa magonjwa tu. Tangu ingie kwenye ile eneo umekuwa ni mtu wa kukataliwa tu. Tangu ingie kwenye ile eneo umekuwa ni mtu wa mashambulizi tu. Unajiuliza, hii vita imetoka wapi? Hii changamoto imetoka wapi? Mwambie mwenzako kwenye ardhi. Kwenye ardhi. Kuna watu wanajiuliza, yani tangu ninunue ile eneo nimekuwa ni mtu wa mashambulizi. Maishani mwangu hakuna furaha, ni maisha ya kufukuzwa, maisha hatari, maisha uharibifu. Tangu ninunue ile eneo, kwa nini nimekuwa ni mtu wa uharibifu? Damu inanena kwenye ardhi kwamba kwenye ardhi hii hakutakuwa na mtu atakayekaa hapa. Kwenye ardhi hii hatafanya biashara. Kwenye ardhi hii kuna watu wanalia machozi. Kwa najikuta umenunua eneo lakini kuna mtu analia machozi, nimeuawa kikatili, nimepigwa kikatili, wamenipangia njama. Yale mashtaka yote ya kiroho yanazungumza kwenye ardhi. Yale vita yote ya kiroho inazungumza kwenye ardhi, katika ulimwengu wa roho. Kuna mtu mmoja anaongea naye mahali hapa. Kwa hiyo watu wengi hawajajua kwamba kwa nini unaponunua maeneo, cha kwanza komboa lile eneo. Cha kwanza unaponunua eneo, cha kwanza komboa lile eneo, au litakase lile eneo, au lifungue lile eneo. Hapo ndipo unaweza ukaanza kuangalia, ukatoka kwenye vita vya ardhi. Kuna watu walinunua maeneo vizuri sana, lakini tangu uende kwenye ile eneo ndio ilikuwa ni chanzo cha magonjwa kuyapata. Tangu ingie kwenye ile eneo ndio limekuwa ni chanzo cha wewe kushambuliwa kwenye uchumi, unapigwa. Nashangaa, mbona kati napangisha nilikuwa na uwezo wa kununua ile eneo, nika uwezo wa kujenga, nikamfanya uwezo wa kufanya maendeleo, lakini leo uko kwako hata hela kula ni shida. Leo uko kwako wewe ni mtu tu wa magonjwa. Damu inalia kwenye ardhi. Aliyelitawala ile eneo, aliyelimiliki ile eneo analia, kwa nini nimeonewa? Kwa nini nimefanyiwa vita? Kwa nini nimefanyiwa uharibifu? Kwa nini nimefanyiwa mashambulizi? Nafundisha, unapoomba eneo, unapolinunua, cha kwanza anza kushughulikia hiyo ardhi. Ugeukie mwenzako, mwambie unaponunua eneo, cha kwanza anza kushughulikia hiyo ardhi katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Anza kuiombea ardhi katika ulimwengu wa roho. Wengine wameenda kununua maeneo, ilikuwa ni kambi kabisa za wachawi. Wachawi pale pokuwa wanachezea. Wengine wamenunua maeneo, wachawi wanapowekea mikutano, wewe ukafika tu pale ukasema nimenunua eneo zuri, ukajenga bila kujua kuna kitu gani katika ulimwengu wa roho kinafanyika, bila kuelewa kuna jambo gani katika ulimwengu wa roho linafanyika. Unashangaa, unaanza tu ujenzi hauishi. Kila kipanga kwenda kushusha material, natokea ugonjwa, natokea vita, natokea uharibifu. Kila kipanga kufanya jambo, natokea tu vita yoyote, hauendelei tena. Lakini shida hiyo ipo kwenye ardhi. Ardhi inanena mahali hapa hakuna kujenga. Kuna wengine wameenda kujenga kwenye ardhi, wametamkiwa mabaya kwenye ile ardhi, kwamba kwenye ardhi hii hataishi na ndoa, kwenye ardhi hii hataishi na familia. Unashangaa, ni mtu wa vita kwenye ndoa, ni mtu wa mashambulizi, ni mtu ambaye una amani, magomvi yanajaa, mashambulizi yanajaa, lakini vita hiyo imebebwa katika ardhi, katika ulimwengu wa roho. Mashambulizi hayo yamebebwa katika ardhi, katika ulimwengu wa roho. Pendo, unanisikiliza, kitu kitakachokusaidia pale unapoishi, unatafuta vita unayopitia ni vita ya namna gani? Unatafuta mashambulizi unayopitia ni mashambulizi ya namna gani? Ni kwenye ardhi unakokaa.
Mlango wa kwanza wa wachawi kutawala eneo. Mlango wa kwanza wa wachawi kutawala eneo naloishi, eneo nalofanyia biashara, huwa wanatoa damu, wanachinja, wanatoa kafara, wanasema kwenye ardhi hii tunatawala, watoto wa ardhi hii hawatasoma, watu